Hamjambo wanafunzi, tumekutana tena katika somo letu la leo la lugha ya Kiswahili. Mwalimu wenu ni yule Konzi Nzaka, nami natumaini ya kwamba mko tayari kabisa kuenda sako kwa bako katika lile somo ambalo nitalizungumzia kwa wakati wa leo. Na leo nitazungumzia kuhusu kusoma. Na kama nilivyoeleza katika utangulizi, kusoma huwa kunahusisha mambo kadha wa kadha. Huwezi kusoma kama hakuna nakala iliyoandikwa. Huwezi kusoma kama kuna jambo ambalo linahitaji kupitishwa kutoka kwa shina lake ama asili yake ama chanzo chake ambacho ni mwandishi hadi kwako wewe msomaji. Kwa hivyo kama ilivyo desturi na ada, nitaenda moja baada ya sehemu nyingine ya hii sehemu yetu ya ufundishaji wa lugha ya Kiswahili, ambapo ni mtaala ambao unatumika hapa nchini. Kwa hivyo leo tutaangalia kusoma, na katika kusoma tutaangalia namna ya kusoma riwaya na kinachohitajika katika riwaya. Kwa hivyo kusoma kwetu kwa riwaya leo, hatutasoma kitabu kile ambacho kimeidhinishwa, lakini tutaangalia utangulizi wake. Kwa sababu bila shaka hivi karibuni wewe nawe pia utakuwako msomaji wa hivi vitabu ambavyo vitakuwa vimeteuliwa katika mtaala wa lugha ama mtaala wa somo la Kiswahili. Kwa hivyo kama ilivyo ada na desturi, wacha nidokeze somo letu Kiswahili. Leo tutaingilia katika kusoma. Kusoma, na katika kusoma tutaangalia riwaya. Na kama nilivyotangulia kukwambia kwamba hatutaangazia kitabu fulani, bali tutaangalia utangulizi. Utangulizi katika jambo lolote huwa ni muhimu sana. Kwa hivyo hapa ningependa kukutangulizia tu namna unavyoweza kusoma riwaya wakati utakutana nayo. Lakini kabla kukuandikia utangulizi, ningependa kukuambia maana ya riwaya. Ni hadithi ndefu ya kubuni. Riwaya ni hadithi ndefu ya kubuni. Neno kubuni hapa ni kutoa mawazo yako katika kichwa. Unatunga kisa ambacho kitawiana na masuala yale ambayo unataka kuwasilisha. Kwa hivyo hapo kubuni kwetu huwa tunazungumzia kisa katika maandishi. Kwa hivyo kubuni kwetu ni kisa katika maandishi. Pia vile vile nitaendelea kukuambia kwamba kisa hichi kinahusu tukio au matukio fulani. Hadithi hii hujihusisha na maisha ya binadamu. Kwa hivyo kisa chenyewe kimsingi huangazia matukio yanayohusu swala fulani
mahususan binadamu. Nimesema mahususan binadamu kwa sababu huwa unapoandika kitu huwa unatarajia kisomwe na mtu fulani, ambapo huyu mtu si mwingine bali ni binadamu. Na tunapoendelea kisa chenyewe kigusie mambo mbalimbali anayokumbana nayo binadamu. Mfano kusema uongozi, malezi, siasa, jinsia na kadhalika. Kwa hivyo usiandike tu mambo yale ambayo hayamgusi binadamu, bali riwaya huwa inagusia mambo yale. Kwa hivyo unapokutana na kitabu hiki cha riwaya ama hadithi ndefu, bila shaka utakwako unatarajia baadhi ya yale ambayo nimeandika hapa na mengine ambayo sikuandika. Wacha tuangalie ni mambo gani yanayojenga riwaya. Msingi wa riwaya. Tayari nimekuambia riwaya ni nini, na kuonyesha utangulizi wake. Wacha tuangalie msingi wa riwaya. Kuwepo kwa kisa kinachoangaziwa. Lazima kuwe na kisa kinachoangaziwa ama kinachozungumziwa kwa kinacholengwa. Kwa hivyo lazima kuwe na kisa, ndiposa tuweze kuwa na nini, kuweza kuwa na riwaya. Na kisa chenyewe lazima kiwe kina lengo fulani, maudhui fulani na kusudio fulani. Halafu kisha kuwepo kwa viumbe wanaotenda mambo hayo. Kuwe na viumbe tendi ama tuwaite wahusika. Hawa wahusika ndio wataendeleza kile anachotaka kuzungumza huyu mwenye kuandika hii riwaya. Pasipokuwa na wahusika, basi bila shaka kutakuwa pia riwaya hakuna. Kisa na maana ni nani atakuwako anawasilisha yale mawazo yako wewe kama mwandishi wa riwaya katika familia ama katika jamii husika. Na ni vipi maudhui yako yatawafikia wale watu ambao wewe umewalenga katika kisa kile chako. Halafu pia vile vile lazima kuwepo kwa mahali na wakati wa kutenda kitendo. Lazima kuwe na mazingira ambayo kusudi la kisa
kinasimulia pia vile vile kuwe na wakati ambao unahusishwa na kisa husika. Kwa hivyo mazingira yale ambayo ninayazungumzia hapa inaweza kuwa ni mazingira ya kisiasa. Kwa mfano, wakati ule ambapo nchi yetu ilikuwa haijajipatia uhuru, utaona kwamba mazingira ambayo yalikuwa ni wasiwasi, yalikuwa ni mazingira ya mkoloni kutunyanyasa, mazingira ambayo tulikuwako hatuwezi tukapumua, haki yako inakandamizwa. Kwa mfano, unyakuzi wa ardhi ulikuwepo, kwa mfano utesaji, upigwaji na kadhalika ulikuwepo. Kwa hiyo mazingira yale yalikuwa ni ya kisiasa. Ninapozungumza wakati, je, hii riwaya inazungumzia wakati gani? Wakati wa kabla, kwa mfano, wa uhuru kupatikana, ama baada ya uhuru kupatikana? Na sana sana ninapozungumzia wakati, huwa ni masuala yale ambayo yanamgusa sana binadamu ama yule msomaji wake. Kwa mfano, wakati wa baada ya uhuru, tunaona kwamba uongozi wa bara la Afrika kuna unyanyasaji mwingi sana pale. Ufisadi umejaa, mateso ya kila aina yapo pale na machafu mengi. Kwa hivyo wakati huo huwezi kuandika riwaya yako katika wakati ule wa ukoloni, ilhali unataka kuangazia mambo fulani kwa wale wasomaji wako. Kwa hivyo bila shaka tumeelewana katika upande wa mazingira na upande wa wakati. Pia vile lazima kuwepo kwa lengo la mwandishi. Lengo la mwandishi. Mwandishi wa riwaya. Je, yuko na lengo gani? Kwa mfano, hivi sasa kuna vita dhidi ya ukeketaji wa mtoto wa kike. Kwa mfano, hivi sasa waziri wa elimu anapiga vita mambo ya kutundika mimba watoto wa shule. Kwa hivyo hapo mwandishi wa hii riwaya anaweza kuangazia mambo kama hayo, na anapoangazia mambo kama hayo anagusia maeneo yale ambayo yanahusika zaidi na jinsi watu ambao bado wako katika hali ya kuthamini vitu hivyo. Na hatimaye pengine huyu mwandishi anaweza kuzungumzia kuhusu namna ambavyo watu wanaweza kukabiliana na hili swali la ukeketaji na swala la kutunga mimba watoto wa shule. Kwa hivyo lengo la mwandishi huwa linategemea anataka kuzungumzia jambo gani. Tukiangalia jambo la mwisho, kuwepo kwa lugha inayotumiwa kuwasilisha hadithi. Kuna wakati tulizungumzia kwamba lugha huwa ni sauti. Kwa hivyo kama kutakuwa hakuna lugha, basi hata riwaya haitakuwapo. Kwa hivyo lugha lazima iwepo ili kuwasilisha ujumbe unaokusudiwa na mwandishi. Mwandishi wa riwaya.
Kwa hivyo lugha lazima iwepo, lazima kuwe na lugha. Kwa sababu gani? Ndicho chombo kinachomuunganisha mwandishi na msomaji, ndicho chombo ambacho kinawasilisha wazo ama lengo la mwandikaji wa ile riwaya. Kama kutakuwa na lugha, basi hakutakuwa na riwaya, hakutakuwa na chochote, bali kutakuwako tu na hali ya utupu ama ukale katika mawasiliano ya kuwasilisha ujumbe fulani. Kwa hivyo lugha ndiyo nyenzo muhimu katika uwasilishaji wa riwaya kwa umma ama hadhira ambayo inataka kusoma kile kitabu. Kwa hivyo hayo malengo matano ambayo nimekuandikia upande ule, na ufafanuzi wangu wa utangulizi bila shaka utakufaa wakati ule ambapo utatimia wa wewe mwanafunzi kusoma kitabu kiteule cha riwaya. Kwa hivyo utakapokuwa umepata kile kitabu, ama hivi sasa utakapokuwa unasoma kitabu chochote cha riwaya, basi zingatia haya mambo ambayo nimekuandikia hapo, hayo mambo matano. Pia vile vile kuna mambo ya kuchunguza ama kuchunguza tusomapo riwaya, mambo ya kina, mambo ya kina, mambo ya kina wakati wa usomaji wa riwaya. Yale yote tumeyapata, nimekuelekeza yale ambayo yapo katika riwaya, lakini kuna mambo ya kina ambapo unapaswa kuyazingatia ili kuweza kumwelewa huyu mwandishi wa hii riwaya. Kwa mfano, riwaya huundwa kwa sehemu mbili kuu. Kwa hivyo riwaya ina sehemu mbili kuu. Riwaya huwa na sehemu mbili kuu. Tuziangalie sehemu hizi mbili kuu ambazo ninazizungumzia. Nimeziita sehemu mbili kuu kwa sababu kama hutafuatilia pale, basi kile kitabu chako ambacho unakisoma ama yule mwandishi ambaye ameandika ile riwaya haitakuwa riwaya, basi itakuwako tu ni kitabu ambacho umeandika ili mradi upatikana uweze kueleza ama kujionyesha katika uwanja wa uandikaji. Katika mambo haya mawili ni fani. Jambo la kwanza ni fani. Kwa sababu riwaya, uandikaji wa riwaya ni sanaa, sanaa ya lugha, lazima fani mbalimbali zitumike. Na ninaposema ni sanaa ya lugha, fani zile ambazo ninazozungumzia hapa ni fani kama vile tashbihi, chuku, takriri, pia vile vile maswala ya kisengere nyuma,
na kadhalika. Kwa hivyo hizi ni fani za lugha ambazo zinawasilishwa kupitia maandishi. Kwa hivyo ile riwaya yako lazima ina tashbihi, lazima iwe na tashbihi ili kuweza kuipatia lugha na vidahizo vya kusisimua. Halafu lazima kuwe na maudhui. Maudhui ambayo ni lengo la mwandishi. Lengo la mwandishi. Je, huyu mwandishi anataka kuangazia nini haswa? Anataka kuangazia mambo ya kisiasa, anataka kuangazia mambo ya malezi, anataka kuangazia mambo ya kiuchumi, kwa hali ya chanya au hasi. Chanya ni positive katika lugha ya Kiingereza, halafu na hasi ni hali ya negative katika Kiingereza. Je, anataka kuangazia kiuchumi, ufanisi wa kiuchumi katika nchi fulani au jamii fulani, au anataka kuangalia hali ya kuborongeka ama kuharibika kwa uchumi katika masuala ya uongozi. Kwa hivyo hizo ndio fani mbili kuu, ama ndizo sehemu mbili kuu ambazo zinajenga riwaya, ambapo ni fani na maudhui. Pasipokuwa na fani, basi ile haitakuwa ni riwaya, kitakuwa ni kitabu tu cha kupotezea wakati ama cha kusoma tu ili mradi uweze kusoma. Kiswahili tukakiita ni novela. Kama ni maudhui lazima yawepo. Basi kwa hayo ambayo nimeyazungumzia, ningependa kusema kwamba nimefika tamati, lakini ningependa uchakaze katika tarakilishi lako ama katika kipakatalishi chako uweze kuona maswali ambayo yanaambatana na hii sehemu yetu ya utangulizi wa riwaya. Na iwapo utakwepa haya maswali, basi utakwako hakuna jambo lolote la kimsingi ambalo tumesaidiana nalo baina yangu na wewe. Hadi hapo tutakutana tena katika kipindi kingine. Ni mimi wako Konzi Nzaka nikisema kwaherini.